the officer for match number 157 of the CAF Confederation Cup between Young Africans Sports Club of Tanzania and Marmo Gallants FC of South Africa. That match will be played tomorrow starting at 4 p.m. local time at Benjamin Mkapa Stadium. So this is the official press conference, and we have the head coach of Young Africans Sports Club, Nasruddin Nabi, who is in the middle, and the player who is here, Metacha Mutana, will also be speaking to you about the game tomorrow. The translator is Karim, because the coach speaks French, and will help you. You will also have a chance to do your interviews in Swahili at the end of this pre-match press conference. So I am here to help you. Let's start with the head coach, Nabi. How good is your team prepared for the game tomorrow against Marmo Gallants? D'abord, je souhaite le bienvenu à tous les journalistes et tout le monde de la CAF, ainsi qu'à toute la délégation de l'équipe de Gallants. Nous le souhaitons le bienvenu en Tanzanie. Nawakaribisha waandishi wote ambao mliopo hapa. Namkaribisha pia mwandishi wa CAF, na tunawakaribisha wenzetu wa maalumu ambao tutakaocheza nao. Tunasema karibu Tanzania. Par rapport à votre question, les préparatifs se sont déroulés comme c'était prévu, des préparatifs basés d'abord sur la récupération, après l'analyse et le scouting de notre adversaire. Donc c'est normal, c'est des préparatifs normaux, mais on sent vraiment de l'envie et de la concentration et de l'abnégation pour tous les membres de mes joueurs. Maandalizi yetu inaenda kama tulivyopanga. Kwanza tulianza na kujiandaa, wachezaji wamejiandaa kikamilifu. Pia kusoma timu pinzani ambao tutakaocheza nao, namna yao ya uchezaji. Kwa kweli mambo yanaenda sawa, wachezaji wako tayari kupambana na wana hiyo hali kabisa ya kutaka kucheza na hii timu. Can we take up? Can we take up questions for the head coach from the members of the media? Your name and the media house. Thank you. Naitwa Tadei Cosmas kutoka Sauti TV. Coach Nabi, kesho naenda kwenye mechi ngumu zaidi na kama Yanga ambao mnawakilisha Tanzania. Marmo Gallants wamekuwa bora sana kwenye michuano ya CAF tofauti na kwenye ligi. Tahadhari zipi ambazo zimechukua kuhakikisha kabisa kesho ushindi unabaki katika ardhi ya Tanzania? Demain tu pars jouer avec l'équipe de l'Afrique du Sud. Vous êtes le seul représentant qui reste à la compétition africaine de la part de la Tanzanie. Cette équipe que vous allez jouer avec, ça a bien fait dans les phases de groupe à la Confédération, même s'ils ne sont pas bons dans leur championnat. Comment vous vous préparez pour jouer avec une équipe pareille? Une observation s'impose qu'il faudrait apporter de l'éloge et du respect envers cette équipe de Gallants. Pourquoi? Parce que d'abord son classement au niveau local ne correspond pas vraiment à ses vraies qualités. Elle a deux visages, peut-être un visage dans le classement et un autre visage sur le plan continental. C'est une équipe qui a beaucoup de choses à vouloir faire. N'oublions pas qu'elle vient de sortir
un grand club d'Afrique, à savoir Pyramids, avec un grand potentiel. Elle arrive à marquer partout lorsqu'elle se déplace. Donc c'est une équipe, un gros morceau, et le fait qu'ils ont des difficultés au classement, ça ne veut pas dire qu'ils sont au contraire, bien au contraire, il faudrait faire très attention à ce niveau-là. La deuxième partie de question, je vais la répondre. Kwanza niwapongeze Malumu, ni timu nzuri, ijapokuwa kwenye ligi yao hawafanyi vizuri, lakini kwenye haya mashindano wanafanya vizuri, na pia katika mechi zote ambazo walicheza walipata magoli, na wamekuja wametoa timu kubwa ambao ni Pyramid kwenye haya mashindano. So ina maana sio timu ya kubeza, ni timu kubwa ambayo inabidi kucheza nao kimakini na kuwa makini unapokutana nao. Sio kusema kama sababu kwenye ligi yao wako nafasi sijui ya ngapi ndio inaweza kusababisha kusema kama ni timu ya kawaida. Sio timu ya kawaida, ni timu nzuri na tunajiandaa kutokana na jinsi ubora wa hiyo timu ilivyo. Le rapport de force entre les deux équipes, il est équilibré. Nous savons que dans les demi-finales et dans ce genre d'étape de qualification, la qualification se joue en 2 temps, c'est-à-dire en aller-retour. Elle ne se joue pas sur un seul match, elle se joue sur 2 matchs. Et ça voudrait tout dire sur le plan de la gestion de ces 2 matchs, de stratégie, tout ça, ça voudrait tout dire. Je sais que les fans ici, pour eux, ils ont raison, ils veulent. La normalité, elle dit que vous jouez chez vous, vous ne devez pas recevoir et vous devez marquer le maximum. Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que l'adversaire aussi voudrait la même chose. Et c'est ça la réalité. Que vos ambitions sont les mêmes que celles de l'adversaire. Raison pour laquelle il faut être réaliste. Il faut vraiment tenir compte de points forts et de points faibles de l'adversaire et ne pas aller vraiment pour attaquer, laisser des espaces et tout ça pour l'adversaire. C'est ce qu'il faut vraiment éviter de faire. Il faut vraiment gérer le match avec beaucoup d'intelligence. Mechi ambayo tunaenda kukutana nayo ni mechi ngumu, sababu ni timu bora, ndio maana wamefika kwenye nusu fainali. Wasingekuwa bora wasingefika kwenye nusu fainali. Sio timu ya kubeza, sababu mara nyingi huwa mashabiki wao wanaona sababu tunacheza nyumbani, ina maana wale kuwafunga ni rahisi. Kwa nini wale wapate goli, au kwa nini nyinyi msipate magoli mengi, au kwa nini mdraw? Mechi hii ambayo tunaenda kucheza ambayo ina mikondo miwili, kuna ugenini na nyumbani, haiwezi kaisha kwa mkondo mmoja, lazima mikondo yote miwili. Ni mechi ambayo inabidi kutumia umakini zaidi, sababu namna wewe unajiandaa na kujipanga kupambana na mpinzani wako, na yeye pia hivyo ndo anajipanga kupambana na wewe. Ni mechi ambayo inahitaji akili ya hali ya juu, kujua kumsoma mpinzani wako wapi kwenye mapungufu yake, ili mchukue advantage kwa hayo mapungufu. Sio mechi ya kusema tu inabidi kushambulia tu, sababu mnaweza mkawa mnashambulia huko, katika kushambulia na wao wanapata nafasi ya labda ya counter attack, wanapata nafasi ya kupenyeza njia kwenye mipira kwenye njia, yanakuwa mengine. So ni mechi ambayo inabidi kutumia akili ya hali ya juu, concentration ya hali ya juu, ili kujua namna ya kuicheza. Question for the coach here. Your name and the media house. Naitwa Mzuri kutokea Jembe Sports. Coach, kuelekea mchezo wa kesho, kuna wachezaji wanaweza kukosekana kwa injury ama matatizo binafsi? Pour le match de demain, est-ce qu'il y aura des joueurs absents qui ne seront pas là à cause des problèmes de santé ou des problèmes individuels?
Est-ce que tous les joueurs sont aptes à jouer? On dirait une sorte dans un aérogare je dirais que presque tous les joueurs sont aptes à jouer. Peut-être Jouma qui ne s'est pas entraîné hier, il a eu un petit peu de grippe. Oui, tous les autres joueurs sont aptes à jouer. Bon, il y a toujours des joueurs qui sont en ce moment-là en forme, d'autres qui ne sont pas en forme. À part ça, à part Jouma qui a une grippe, espérons qu'il va aujourd'hui sera mieux, tout le reste ça va. Wachezaji wote wako wanaotimama kucheza mechi ya kesho, wako tayari, isipokuwa tu Juma ndo ambaye hakufanya mazoezi ya jana na tatizo ya mafua, lakini wengine wote wako tayari, isipokuwa kuna wengine fomu iko juu, wengine fomu iko chini, ni kawaida kwenye mpira, lakini wote wako tayari kucheza mechi ya kesho. My name is Sabah from Wasafi Media. Nataka kufahamu kwenye level hizi za mechi kwa mwalimu ni vizuri kuanzia katika uwanja nyumbani ama ugenini, yani natazamaji kulingana na experience yake? Oui, selon ton expérience de cette compétition, est-ce que c'est mieux de commencer les matchs, de tel genre de match, c'est mieux de les commencer à la maison ou de les commencer ailleurs? Là où il y a l'avantage, c'est commencer où? C'est pertinent. Après le match d'aujourd'hui, je dirais que peut-être je vais aimer de jouer le deuxième match à la maison. Pourquoi? Parce que si j'empêche notre adversaire de marquer ici, je vous dirais que c'est bien de jouer le deuxième match chez eux. Mais si jamais on prend un but ici, ma réponse est tout à fait contraire. Jibu ya swali lako nitakupa kesho, sababu nikijibu leo, kesho ikiwa tofauti na nilivyojibu itakuwaje? Kwa sababu gani nasema hivyo? Ingawa nitamzuia mpinzani asipate goli, nina jibu ya kusema, na ingawa mpinzani pia akipata goli, ambao niliojibu leo itakuwa tofauti. So jibu ya swali lako nitaitoa kesho baada ya mechi, kama ni bora kuanzia nyumbani au ni bora kuanzia ugenini. Sorry, Mr. Ahmed, I want to address a message for my fans. Okay, Coach. Yes, please. Mr. Karim, je remercie donc tous nos fans pour leur support, leur enthousiasme et leur fidélité pour Yanga. Je voudrais qu'il soit un élément productif demain, même dans l'approche tactique de match. Vous savez, parfois quand on joue un pressing, quand le public pousse pour le pressing, ils sont un élément qui aide dans l'aspect même tactique. Je dois leur dire de rester patient. Le match va être très très difficile. Très difficile. Je parle réaliste, je ne vais pas donner des rêves comme ça, parce que notre adversaire est un très bon adversaire. Il va avoir des moments forts. Espérons que dans nos moments forts, on sera marqué. Mais il y aura aussi des moments difficiles. Il ne doit pas paniquer. Et il ne doit pas se décourager. Au moment où on n'est pas bien, où l'adversaire prend l'avantage du jeu, c'est à ce moment-là qu'il faut donner le temps et encourager le joueur. Et n'est pas, si un joueur fait une mauvaise passe, une mauvaise décision, il ne faut pas lui crier pour ne pas faire tomber son moral. C'est ça vraiment, on a besoin aussi qu'ils remplissent le stade. Ils remplissent le stade. Et nous, on fera, Inch'Allah, le maximum pour faire un très bon résultat. Nous avons la confiance, nous avons la volonté, le courage, on veut bien faire, mais aussi on veut que le fan joue leur rôle.
vraiment pendant 90 minutes. Et sans oublier ce que je viens de dire, il y a des moments forts, des moments faibles, c'est là où on a besoin d'eux. Merci, M. Ram. Kwanza ni washukuru mashabiki wa Yanga na wapenzi wa mpira kwa sapoti ambao mmetupa toka tulipoanzia siku ya kwanza mpaka leo, kwa upendo ambao mliotuonesha. Mlikuwa na sisi sambamba toka mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Ni nguvu yenu ndio imetufikisha hapo ambapo tulipo kwa leo. Ila kitu nitakachowaomba, kesho muwe pamoja na sisi katika dakika 90 ya mechi nzima, hata wakati, sababu katika mpira huwezi ukacheza muda wote ni wewe tu ndio unatawala mpira, utakuwa sio mpira wa miguu. Kuna wakati ambao pia mpira unaweza kaenda upande wa mpinzani wako. Msikate tamaa, muendelee tu kushangilia kama mnaonaga wenzenu huko mbele wanakufanya, wanashangilia dakika zote 90. Hata ikitokea mchezaji mwenzio, hata ikitokea mchezaji anapoteza mpira au anafanya maamuzi ambayo tofauti na nyinyi mashabiki mlivyokuwa mnatarajia, msimpigie kelele, mumsapoti ili arudi mchezoni. Kiukweli mimi ni mwana sports na very realist. Msema ukweli, mechi sio nyepesi kama watu labda wanapofikiria. Ni mechi ngumu, lakini inaomba jitihada yetu, kujitolea, kujituma na kuwa na maamuzi. Tunawaahidi kama tuko tayari kupambana, tutajitolea, tutajituma, tutafanya vyote vile viwezekanavyo ili tupate matokeo. Lakini tunawaomba mashabiki muwe sambamba na sisi katika dakika zote 90. Asanteni sana. Kwa upande wetu sisi kama wachezaji, maandalizi yamekamilika, yako vizuri, kila mchezaji ana focus na anajua umuhimu wa mechi ya kesho. Tunahitaji kuwa sehemu ya historia kubwa katika klabu yetu ya Yanga Afrika na Tanzania na Afrika kwa ujumla. Tunaamini kesho ni mchezo mgumu, lakini tumejiandaa vizuri kuhakikisha mchezo kesho tunashinda, na pia maandalizi yote tumekamilika. Asante. Naitwa Athman Kinyango kutoka TBC. Metacha umekiri wazi umuhimu wa mchezo huu, lakini kwenye mchezo uliopita matokeo hayakupatikana, isipokuwa nafasi ya kufuzu. Nini mnazungumza kama wachezaji kuelekea mchezo huu? Asante. Sisi kama wachezaji tunazungumza mechi kesho, ni lazima tupate matokeo katika uwanja nyumbani ili tupe confidence ya kwenda kupata matokeo mechi inayofuata. Hilo tu. Kwa majina naitwa Sostenes Ndunguru, natoka GMT Online TV. Umetacha mwisho wa yote wachezaji ndio watu ambao mnabeba jukumu la dakika 90 kuelekea game ya kesho. Kama wachezaji, kwanza baada ya mazoezi na kukaa kwenye vikundi vyenu, nyinyi kama wachezaji mnazungumza nini? Lakini pili, mna ujumbe gani kuambia Watanzania ambao wanatamani kuona timu ya Tanzania kufuzu finali ya shirikisho? Hilo swala la kwanza nishajibu. Hilo la pili, natamani Tanzania iwe sehemu ya historia katika mashindano haya. Tunaamini sisi wachezaji na mchezaji mmoja mmoja anatamani kuwa sehemu ya historia. Kwa hiyo tunapoongea na discuss swala la kesho kwenda kupata matokeo, kuhakikisha tunafuzu kwenda finali. Ndio. Naitwa Tadei Cosmas kutoka Sauti Kuu TV. Metacha, nyinyi Yanga ama wachezaji kwa ujumla mmekuwa bora sana kwenye mechi za ugenini
na mechi pia za nyumbani, na wapinzani wenu Marumo Gallants nao pia wamekuwa bora kwenye mechi za ugenini na mechi pia za nyumbani. Wanaleta pressure kubwa sana katika lango la mpinzani pale ambapo wanapokuwa wanahitaji zaidi kupata matokeo. Nyinyi kama wachezaji, namna gani ambapo mmejipanga kuhakikisha kabisa mnawazuia Marumo Gallants wasitengeneze nafasi nyingi katika lango lenu na nyinyi uweze kutumia faida hiyo kuweza kupata matokeo kesho? Kwa hiyo swali ni kweli ni wazuri jamaa na wako vizuri sana tu, lakini na sisi pia tumeangalia video zao, tumekaa chini kuwasoma, tutahakikisha walimu mfumo wao walioleta tutawafanyia kazi, tutakuwa na discipline iliyokuwa bora kuhakikisha kuwazuia na sisi kupata matokeo. Okay, question here. Naitwa Ale kutoka Jembe Sports. Metacha, kuelekea katika mchezo huu, kauli mbiu imekuja na our team our time. Ni timu yenu na muda wenu. Kocha amekiri kuomba mashabiki waje kushangilia kwa dakika zote 90. Inaongeza kitu gani nyinyi wachezaji kuelekea kwenye our team our time? Asante. Kwa sisi inatupa morali, inafanya tuwe focus zaidi, kwa sababu wanapokuja kushangilia na kutupa morali. Kwa hiyo inazidi kutupa morali mara mbili kuhakikisha tunafanya vizuri na kuwapa furaha ili tuende mbele. Okay, any more questions for the player, Metacha? Yes, naitwa Nixon Ball kutoka Ayoma TV. Binafsi kwanza hongera Metacha kwa hapa ambapo timu imefikia, lakini kwa hatua mliopo hivi sasa tunafahamu ni historia ambayo mmeshaitengeneza na tayari iko kwenye historia. Ni pressure, ni uoga ambao mnao sasa hivi au hali ya kujiamini zaidi mnayo kwa hivi sasa kulingana na historia mlioiweka na hapa ambako mko sasa hivi? Tunafahamu nusu finali ni hatua kubwa na ni kwa mara yenu ya kwanza nyinyi wote. Binafsi mnaongezea uoga au hali ya kujiamini zaidi kuelekea kwenye hatua zinazofuata? Asante. Sisi sio ni uoga, inazidi kutupa confidence ya kuzidi kufanya vizuri kadri tunapozidi kwenda. Na imani kila mpinzani tunakutana naye ni mgumu katika hatua inayokuja. Kwa hiyo naamini inazidi kutupa confidence, inazidi kutuimarisha kuwa bora zaidi na kuwa bora zaidi. Kwa hiyo na imani. Okay, can we have the final question for the player? Naitwa Sharifu Bayona. Tunafahamu kwamba matarajio ya mashabiki wengi na Watanzania kiujumla ni kuona kwamba klabu ya Yanga kesho mnaibuka na ushindi. Hilo ni matarajio ya kila mtu. Sasa mmejiandaa vipi kukabiliana na pressure ya kama ikitokea uwanjani kwamba matarajio yakawa tofauti na wengi wanavyofikiri? Hiyo pressure mmejiandaa vipi kukabiliana nayo? Sa question était de dire, ok, vous vous préparez pour jouer les matchs de demain. Ok, le souhait de tout le monde est de vous voir gagner les matchs de demain. Alors si ça arrive contrairement de ce que tout le monde s'attend, comment vous vous préparez, comment est votre pression après les matchs, comment ça sera? Siku zote na matokeo matatu, lakini kwenye uwanja wetu wa nyumbani tunaamini tutakuwa bora na tutafanya vizuri. Kwa hiyo ikitokea kama hivyo ambavyo unavyosema, naamini tutakuwa focus zaidi katika mchezo ujao. Nashukuru. Okay, thank you very much for attending this pre-match press conference. Manata and Coach Nabi, thank you so much. We wish you all the best in tomorrow's game. Jamani, mimi naitwa Chama Cletus Chota aka Triple C au Mwamba wa Lusaka.
na mshauri wote kuhusu mambo ya mpira, fuatilia Mpenja TV au kusubscribe YouTube. Mpenja TV, safi sana. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo, hapa ndio kwao. Sasa tembelea chaneli yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop, andika Mpenja TV, ukutana na taarifa kibao za uhakika, kisha bofya subscribe uwe mwanafamilia na bofya alama ya kengele upate taarifa kila inapoingia, na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika Mpenja TV_. Mpenja TV, tunazungumza michezo.